Una miaka 60 ya wokovu, tafuta quality. Umekaa kwenye huduma unamtumikia Mungu, yamkini ni you are in a level ya pastor, pasteli, apostle, cheo chochote. Umekaa miaka 5, 10, tafuta quality. Tafuta ubora. Tafuta ubora. Very important. Tafuta ubora. Mungu hayupo, hajafungwa katika umri. Mungu hajafungwa katika jinsia. Mungu hajafungwa katika miaka. Mungu hajafungwa katika masaa, katika dakika, katika sekunde. Mungu amefungwa katika quality. Chochote ambacho unakifanya, whether ni dakika moja, whether ni sekunde moja, tafuta quality. Tafuta ubora. Fanya kitu ni dakika moja, tafuta ubora katika hiyo dakika moja. Fanya kitu ni dakika 30, tafuta ubora kwenye dakika 30. Fanya kitu umefunga ni siku moja, ni masaa 24, tafuta ubora. Umefunga ni masaa 3, tafuta ubora. Unaweza ukafunga masaa 12 lakini hakuna ubora. Ni kama vile tu mtu tu fulani aliyejitesa. Hakuna prayer. There is no intensive prayer. Umekaririshwa tu na dini. Ni maana watu wengine wanafunga, wanasema tunakutana kanisani saa 10 na ngapi, na wewe unakuja kanisani saa 11, mnamaliza maombi saa 12. Paambio na vitu gani hapo? Unajikuta mwisho wa siku umeomba dakika 20. Unasema nilifunga masaa 12. Ndio maana kuna stories nyingi ambazo wanadamu wanaziongea, mbingu zinacheka. Kwa sababu tunachokiongea hakina uhalisia na uwajibikaji, hakina uhalisia na kazi. Hakuna kazi. Ila kuna maneno tu masaa 12. Kuna maneno tu mimi nimeokoka muda mrefu. Kuna maneno tu nimekaa kwenye wokovu miaka 30. Kuna maneno tu nimekaa kwenye utumishi miaka 15. Kuna maneno tu nimekaa kwenye cheo cha uaskofu miaka katika hiyo miaka kazi imetendwa, imefanywa kwa muda gani? Kazi miaka hiyo 15, kazi imetendwa kwa muda gani? Nilifunga, nilienda mlimani, kazi imetendwa kwa muda gani? Unaweza kuwa ulikuwa unafunga, unafanya mbonji tu, unalala tu. Unalala tu. Sema amen. Sema amina. Sema amina. Kijana mmoja nilikutana naye, akananiambia nimefunga siku 14 na ni maombi ambayo huwa nafungaga mara kwa mara. Sio 14 za kutokula kabisa. Za kutokula kabisa siku 14. Unasikia? Siku 10 za kutokula kabisa. Ni maombi yanayofunga mara kwa mara. Sasa mimi nilitegemea kwamba hata anapotuniambia tu hivi labda nitaanguka, kwa sababu sio kitu cha mchezo. Unamwona mtu mwenyewe anayeongea hivyo mweupe, anasema huyu anafunga 14 kavu, yaani analala au kuna majini anamsaidia kufanya vitu gani? Anakuwa anafanya nini? 14 kavu pasa mimi na 14 kavu. Sasa ndugu, sasa Danieli afiki. Unatarajia huyu ulione container linakuja hivi umweke katikati, container lipae juu. Unamwona mtu mwepesi, unajiuliza anafunga 14 za kudanganya au nini? Quality. Kazi. Very important. Chochote ambacho unakifanya lazima ukifanye kwa ubora. Omba hata kama ni nusu saa,
Kama unapiga, piga kweli kweli. Jasho litoke kila eneo, pua zitoe jasho, kila kitu, nywele zitoe jasho kichwani, miguu nayo itoe jasho. Ni nusu saa, but very heavy. Very heavy. Hakuna dakika, hakuna sekunde ambayo ulimwachia adui yako apumue. Very heavy. Very heavy. Ni nusu saa, very heavy. Imejaa quality. Unaona, kwa mfano wewe ambaye unaendaga studio, unaona ukiwa na rekodi unaingiza sauti, unaona yale mawimbi yale ya sauti, ukiongea taratibu yale mawimbi yale yanakuwa chini, wave zile. Sasa hakikisha zile wave hazishuki. Ngoma ilikuwa iko juu, iko hapa inakabia kwa juu. 30 minutes ina ngoma inakabia kwa juu. Sio unaomba masaa 12, unaomba siku ngapi? Mara umeomba adui yako amerudi tena amegain nguvu. No! Unaingia kwenye prayer ni 30 minutes, lakini ni 30 minutes very heavy. Na kusisitiza katika maisha yako ya ukuaji, popote pale unapoweza kuwepo, hakikisha chochote ambacho unakifanya kifanye katika ubora. Usikae wala usifanye kazi na watu wasiomaanisha. Watu wanaopoteza muda usifanye nao kazi. Take it. Usifanye kazi na watu wasiomaanisha. Usifanye nao kazi. Wapoteza muda usifanye nao kazi. Madalali wa kirokole usifanye nao kazi. Wako madalali wa kirokole, madalali wa shirika, madalali wa wachungaji. Usifanye nao kazi. Haijalishi ana kofia gani, awe askofu, awe mchungaji, awe nabii, awe mtume, awe nani. Unaona ndani yake kuna dalili za udalali. Mtu hamaanishi. Usifanye naye kazi. Nakwambia hivyo vitu nimewahi kuvifanya. Nilikataa kuambatana na mtu kwa sababu ninaanza kuona tunaanza kupoteziana muda. Ukiamua kujitoa kwa Mungu, jitoe, usijibakize katika kujitoa kwa Mungu. Mungu hafanyi kazi na watu mtu kati. Ukiamua kujitoa kwa Mungu, jitoe, usijibakize. Utayaona matokeo. Hautakuja kupata hasara katika chochote ambacho unakifanya. Narudia tena, kataa kufanya kazi na watu wasiomaanisha. Sehemu yoyote ile, whether ni kuimba, ni uimbaji, usifanye kazi na watu wasiomaanisha. Watu wa mizaa usifanye nao kazi. Usiwe mtu wa kupoteza muda kwenye chochote ambacho unakifanya. Usifanye kazi na mtu asiyemaanisha. Ndio maana kama unaomba, ukiomba ukikuta umechoka, nenda kalale. Umesikia? Ukiomba ukuta umechoka, nenda kalale. Usianze kuomba, unaomba mpaka kuna muda fulani unafika, unaanza kumvunja na Yesu. Yesu nakuvunja. Yesu, sio Yesu nakuvunja, sio Yesu. Sio Yesu nakuvunja, sio wewe. Pepo toka, shindwa. Usifanye hivyo. Kisa tunataka naye uvunje rekodi, eti aliomba masaa 12. Ni masaa 12 ya mausingizi. Masaa 3 ya usingizi. Na ndio maana leo watu wengi wanasifa na Biblia bahati nzuri inatusaidia. Na ndio maana umeona hilo andiko, hao watu walifunga siku ngapi? 70. Walikuwa ni miaka, well and good. Miaka 70. Miaka 70. Biblia imeandika matukio, maana yake inatuonesha namna gani ambavyo kuna wazururaji in prayer. Sasa sio tu wazururaji in prayer, kuna wazururaji in singing, kuna wazururaji kama yamkini wameketi kwenye eneo kama ni mchungaji lakini mzururaji.
anahesabu tu, nimetumika mimi, nimetumika miaka 70 mimi, nimetumika miaka 20. Mungu angalii kutumika miaka. Mungu anaangalia katika hiyo miaka ulikuwa unatoa output ipi. Ndio maana kuna chimba dhahabu, lakini ile dhahabu inapelekwa kwenye nini? Kwenye moto, inayeyushwa ili tupate piwa. Sasa unapofanya kazi ya Mungu, kinachohesabika ni kile piwa, sio matakataka. Kuna kazi za watu wengine ni ni matakataka. Unachambua sana kukuta point, matakataka. Matakataka. There is no pure. There is no purity. Hakuna purity. Atajitahidi awe mkweli miezi 2, awe muongo miezi 6. Atajitahidi. Anasema mimi naenda mbinguni, mimi mtakatifu, sijui nini na nini. Atajitahidi, lakini unakuta matakataka. Ndio maana Biblia anasema ni heri ukachagua kuwa baridi au kuwa nini? Usiwe vuguvugu. Unajichosha mpaka umeandikwa nayo kwenye Biblia. Maana hata Biblia nyingine leo ingekuja kuandikwa, kuna maisha ya watu pia yangewekwa humo ndani. Usifikiri tu ni hawa walioomba na kufunga miaka 70. Biblia ni kitabu cha kinabii. Biblia, a Bible, ni a prophetic book. Ni tofauti na vitabu vingine. This Bible is a prophetic book. Kina prophesy, kina tabiri kwa habari ya maisha ambayo yatakuja pia mengine kutokea. Haya ni maisha ambayo yapo hata sasa. Watu wana miaka katika kuhubiri, lakini matakataka. Watu wana miaka katika kuimba, takataka. Watu wana miaka katika kuomba, takataka. Rekodi za kutosha. Kila misitu wewe unaijua. Kila misitu unaijua. Kila milima unaijua. Kila vyumba vya kufanyia maombi unavijua. Milima ya kule wapi? Milima ya Msoma unaijua, mpaka visiwani kule, na mimi nimewahi kwenda, unaijua. Milima ya Mwanza yote unaijua. Milima ya Morogoro unaijua. Mingine iko pale Dumila kule, unaingia ndani kule milima unaijua. Unaenda wapi? Yani mkikaa hapa mkianza kupiga story, huyu mwingine akionekana hajui kuhitaji hiyo milima, anaonekana si wa kiroho. Unaujua ule mlima pale Dumila, unaingia hivi na unaujua. Lile chimbo nimewahi kwenda. Unalijua lile chimbo la pale Msoma pale, ukienda hivi kule ndani, ukivuka ziwa kuna kisiwa kiko kule. Unalijua lile chimbo? Nalijua nalo, nimeenda. Ukienda kule Bukoba kule, kuna milima fulani iko sehemu fulani, kuna chimbo la maombi pale. Unalijua nalo, nalijua. Ukienda wapi, kuna chimbo fulani, unalijua nalo, nalijua. Okay, sasa machimbo yote tunayajua. Tuambie, what is your output ni ipi katika hizo prayer? Output, matokeo ni nini? Ni nini matokeo? Machimbo yote haya unayajua. Umefanya kwa muda wa kutosha, miaka na miaka. Wewe ni mtu mwenye CV kubwa hapo katika mambo hayo. Lete output. Hamna. Mungu atusaidie sana. Nataka nikufundishe vitu hata tukianza kuomba hapa. Jifunze kufanya maombi ambayo yana quality ndani yake. Kataa kufanya maombi yasiyo na quality. Omba ni dakika 5 za maana. Omba ni nusu saa ya maana. Omba ni masaa 3, ni masaa 3 ya maana. Omba ni masaa 5, ni masaa 5 ya maana. Omba ni masaa 12, ni masaa 12 ya maana.
Usiyafunge maombi yako kwenye masaa pasipo kuangalia quality. Usiyafunge maombi kwenye masaa. Usifunge kazi ya Mungu katika muda wakati huo muda hauna matokeo. Tafuta kazi. We tafuta kazi. Kwa unaomba, tafuta kazi. Usiangalie masaa. Tafuta kazi. Tafuta nini? Usiangalie masaa. Utajichosha. Tafuta kazi. Leo nilifunga siku 3 kavu. Ulifanya nini? Umevunja rekodi na wewe eti. Kwenye ukoo wetu hakuna aliyewahi kufunga siku 8 kavu. Sawa. Ulipofunga siku 8 kavu, kitu gani kimebadilika kwenye familia? Kitu gani kimebadilika kwenye familia? Kitu gani kimechange? Tafuta kufanya kazi ya Mungu inayoleta changes without looking about numbers, without looking about time, without looking about years. Look about changes. Angalia mabadiliko. Naweza nikaomba dakika moja mabadiliko yakatokea. This world, hii jamii inataka mabadiliko, inataka matokeo. Haitaki story. Haitaki historia. Zapolibo Santa Raka Masoperdika Saka Meluzite Minko Robo Shanika Ta Pelia Sinama Teili Kosatapa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kuna mtu unanielewa hapa? Kuna mtu unanielewa hapa? Nataka tukafanye maombi, lakini nimetaka nikupitishe hapa. Uwe na determination katika prayer unazoziomba. Naomba risali moja, naomba maombi ya masaa 2, 3, mangapi, lakini kuna mabadiliko. Kuna kitu kinatokea. Kuna vitu vinatokea. Na muda mwingine mwambie Mungu, sitaki kuomba masaa mengi alafu hakuna matokeo. Hapana. Lakini wakati huo pia tengeneza wewe mwenyewe, inua imani yako. Yule malaika anamwambia Danieli, tangia siku ya kwanza ulipofanya nini? Ulipojitia nia, anasema analifanya nini? Maana yake maombi yake yalisikiwa tangia siku ya kwanza. Uwe mtu ambaye unatafuta prayers za namna hiyo, kwamba na kuanzia the moment na start kuomba, mbingu zinasikia. Kama anaona hazisikii, niache kwanza nijipange. Mimi nataka nifanye maombi ambayo mbingu zinasikia. Mbingu zikisikia, changes lazima zitokee. Mbingu zikisikia, mabadiliko lazima yatokee. Anamwambia tangia siku ya kwanza ulipojitia nia kuniita kuomba, nalisikia. Bwana akanituma nije nikupe majibu. Tangia dakika ya kwanza ulipoanza kuomba. Bwana atusaidie. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie na wewe, kwamba katika prayer zako unapojitia nia kuomba chochote, mbingu zikufungukie. Mbingu zikusikie the moment unapiga magoti kuita. Mbingu zikufungukie ili usiwe mtu wa kupoteza muda. Kwa sababu kuna wakati mwingine unatakiwa uombe, na wakati mwingine ukatende kazi, ukafanye kazi. Kuna wakati mwingine unatakiwa uombe, kuna wakati mwingine unatakiwa ufanye kazi. Sasa kama utakuwa muda mwingi unaomba haufanyi kazi, ujue pia kuna matokeo utayakosa. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Na mambo haya yanawachanganya sana watu wengi. Unisikilize vizuri. Kama hujaanza huduma, lazima ujue muda wa kukesha sana misituni. Halafu ujue huo muda ambao unao kwa wakati huo baadaye hautakuja kuupata.
Sasa unashangaa mtu mwingine Mungu amempa neema, ana kanisa, anasema anashinda msituni mwaka mzima, anaomba yuko msituni. Ameliacha kanisa. Ulifungua kanisa la nini? Unasema unajizidi kwa Bwana. Ulifungua la nini? Mama yetu alipoenda kwenye maombi alikutana na mzee mmoja, anasema amekaa huko muda mrefu sana. Kanisa ameliacha Dar es Salaam. Iko hivi, hata unapojifunza kitu, usijifunze kila kitu ukachukua ambacho hakina msingi wa neno. Usichukue. Wako wengine wapo kwenye maombi kimakosa. Sasa kama wewe ndio kile unachokiona ni kuchukua tu, yani ni ukopi na kupesi, unafurahia tu, wapo kwenye maombi, amekaa miaka muda mrefu kanisa lake Nikamwambia mimi hiyo siwezi. Bwana ataleta watu wengine wa kuhubiria, wataendeleza wengine kama wasaidizi. Madhabahu sio ya msaidizi. Madhabahu ni ya wewe mbeba maono. Usikazimishe madaraka ambayo Yesu alihubiri siku zote miaka 3 yote. Unajua hakuwahi kumpa mtu mwingine kuhubiri. Kuna mambo mengine ya kidunia anaingia, si nini, sio utengenezi wasaidizi. Unaweza kaenda hata miaka 2. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ya duniani tu. Ni mambo ya duniani. Sema amina. Ni mambo ya nini? Ni mambo ya duniani. Baba, angalia na wewe, huyu amekaa anajivili kwa Bwana, anajivili mwaka mzima, yuko milima ya Nyambiti. Sasa kwa washirika mwaka mzima ulimzalia nani akulelee? Si ndio kama hivi mtu unazaza vitoto, mwisho wa siku utai kulea watoto wako, unataka nani akulelee? Unasema eti namtafuta Bwana. Tafuta Bwana, lea watoto. Tafuta Bwana, lea watoto. Na utaelewa masomo tuliyojifunza siku hizi zilizopita, uhusiano wa kuhani na nani? Na kuhani. Ukiconnect na hiki kinachokuwa na uhusiano wa ukuhani na siri iliyo katika kuhani na ukuhani, lakini katika kipengele cha uhusiano wa kuhani na mshirika. Tumeviangalia vitu vizuri. Hivi ni vitu ambavyo vinategemeana. Mungu aliona matatizo kwa taifa la Israeli, akamleta nani? Akamleta Musa. Sasa wewe Musa anaona sema mimi ngoja nikamtafute Bwana. Unamtafuta Bwana, yani Bwana is available because of those peoples. Na ndio maana vitu hivi hapa ni vigumu, kwa sababu vitu hivi, na mimi nafundisha masomo ambayo ni kanuni, ni foundations teachings. Kama Bwana aliangalia matatizo ya taifa la Israeli ndiye akamleta Musa, maana yake uelewe maombi yako yanafanya kazi sana unapokuwa kwa hao wa Israeli. When you are front with them, unapokuwa mbele yao, yani ndivyo Bwana anaofanya kazi. Musa ameiona miujiza mingi alipokuwa anafanya kazi na watu kuliko alipokuwa kwa Farao. Yani Musa aliona miujiza mingi alipokuwa akitenda kazi, alipokuwa akiwaongoza, sawa, kuliko alipokuwa anaishi kwa Farao. Kwa kuna vitu vingine Mungu anafanya na anajidhihirisha unapokuwa unatenda. Wewe umekaa mwaka mzima unaomba kwenye misitu ya Nyambiti. Unamtafuta Bwana misitu ya Nyambiti. Umeliacha kanisa. Sasa liache kwanza. Kama unaona ulikuja jitosheleza kujiandaa kufungua kanisa, liache kanisa kwanza. Omba wewe hata miaka 7. Baada ya miaka 7 ndio nenda kafungue kanisa. Sema amina. Nitatoka, nitaenda kuomba, nitarudi kanisani. Sema amen. Quality. Rudia huo mstari. Rudia tena hapo. Rudia hapo. Zekaria sura ile ya 7.
kuanzia mstari wa 5. Waambieni watu wote wa nchi na hao makuhani mkisema. Mungu anawaambia nyie ndugu, hapo mlipofunga, walikuwa wanafunga na kulia. 7 walifunga na kuomboleza, walikuwa wanafunga hawali, na inatoa na machozi. Usimtolee Mungu machozi ya kijinga. Usimtolee Mungu machozi ya kijinga. Biblia hapa inaonyesha namna ambavyo kuna baadhi ya watu walimtolea Mungu machozi ya kijinga. Usimtolee Mungu machozi ya kijinga. Rudia tena hapo. Hapo mlipofunga na kuomboleza katika mwezi wa 5 na mwezi wa 7, miaka hiyo 70, mlikuwa mnanifungia mimi kwa lolote? Mlinifungia mimi. Unajua kwa nini Mungu anauliza? Sio kwamba watu hawakumfungia Mungu, walimfungia Mungu katika upumbavu. Hawa sio mapepo hawa sio mapepo hawa. Anawaambia, ninyi mnaona mlikuwa mnafunga, mnafanya ibada kwa ajili yangu, ndio hapa sasa mlinifungia mimi. Hawa sio waganga hawa ni walokole. Hawa sio waganga, hawa ni walokole. Wapenda kuzamia pasipokuwa na maarifa. Hawa ni walokole, wapenda kuzamia pasipokuwa na maarifa. Niende msitu wa Dumila. Nataka nikawe na 90 zangu msitu wa Dumila. Nataka nikawe na siku 100 zangu msitu wa Nyambiti. Nataka nikawe na 30 zangu ule msitu wa kule Kishiri kule mbele kule. Nataka nikawe na 30 zangu. Alafu kwa kiburi. Devil is not fearing about your prayer. Devil is fearing about the quality of prayer that you are producing. Shetani haogopi prayer, haogopi mifungo, haogopi misitu, haogopi miti, haogopi sikubinuka nimeenda mlimani. Anaogopa quality ya prayer ambazo una produce. Devil hatishiki na muda na masaa na miaka. Devil anatishika na quality ya prayer, quality ya words, maneno unaoyaachia. Hatishiki quality unaoyaachia. Labo sheri mea zayala. Na hii itakusaidia sana katika safari yako ya utumishi. Hii itakusaidia sana katika safari yako ya Ukristo. Usije ukajidai kwa ajili ya kitu chochote kile. Jidai kwa ajili ya matokeo. Mtu asikutishie na chochote. Asikutishie na umri. Asikutishie na chochote. Nisomeme. Na wakati mnapo chakula na kunywa, hamli kwa Fanyeni hukumu za kweli, acheni uongo. Fanyeni maombi ya kweli. Sikiliza Mary, nisikilize, nitolee macho. Fanya maombi ya kweli. Anaposema fanyeni hukumu, maana yake fanyeni maombi ya kweli. Sema amina. Fanya maombi ya kweli. Acha maombi ya kuangalia miaka, ya kutembea na Mungu. Acha maombi na nyie baadaye mtajua kuwa vibibi baadaye.
Usiwe bibi unaanza kutishia watu wenye miaka 20 20 ngapi, unasema mimi unajua mimi ni mtu mzima. Tunaangalia una produce nini katika utu uzima. Una produce nini katika prayer unazo pray. Fanyeni hukumu za kweli. Fanyeni maombi ya kweli. Fanyeni maombi ya kweli. Ishini maisha ya kweli. Usipoteze muda, usijipotezee muda. Fanya hukumu za kweli. Ishi maisha ya kweli. Kuwa na wokovu wa kweli. Ongea kweli. Fanya maombi yako ya kweli. Ukisema ni wa Mungu, wewe ni wa Mungu. Unasimama upande wa Mungu, unasimama upande wa Mungu. Maombi ya watu wengi yanakosa nguvu kwa sababu yana makorokoro mengi, makorokoro upumbavu. Yaani namna ambavyo shetani anapigwa, hapigwi katika kiwango kile ambacho anastahili kupigwa. Kwa sababu ile nguvu inakuwa diluted na vitu vingi. Ukitaka nguvu ya Mungu iwe na nguvu, ni itoe kwenye kinywa ambacho hakijidilute, kwa sababu kinywa hicho cha leo kiongee uongo, kesho kiongee ukweli. Yaani dishi linacheza cheza hivi. Kesho unaweza kudanganya, kesho unaweza kukubali ukweli ukawa muongo, hivyo kesho ukasema nanena kwa lugha, kesho sijui naenda mlima gani, kesho sijui naenda msitu gani, kesho sijui nataka nijizili kwa Bwana. Nguvu, quality ya unachokiproduce utaiathiri. Ndio maana kuna watu unajikuta wana vistori vingi vya maombi mengi sana, lakini hauoni kazi. Hauoni nini? Hauoni kazi. Bwana tusaidie sisi. Najua we are in this calling, rising a strong generation with God's character. Kuinua kizazi chenye nguvu kilicho na tabia ya Mungu. Lazima kiwe na ufahamu sahihi wa neno la Mungu ambao haujachakachuliwa kivyo vyote. Ni kama vile hatumo, lakini tumo. Mbingu zinatujua. Ni kama vile hatupigi ngumi, lakini tunapiga. Ni kama vile wa kawaida, lakini si wa kawaida in a spirit. Kwa sababu hatutafuti sifa za miaka, hatutafuti sifa za miaka tumeomba miaka mingi, hatutafuti sifa za maombi ya masaa mengi, hatutafuti sifa za vyeo za uchungaji. Sisi tunaangalia kazi.